uchamungu uliokuwa bora na uchamungu wenye kunufaisha ni ule uchamungu wa siri na dhahiri. Vile ulivyo mbele za watu, basi ndivyo hivyo mtu utakuwa uwe unapokuwa peke yako. Huo ndio uchamungu wenye kumnufaisha mtu mbele ya Mola wake Subhanahu wa Ta'ala. Lakini kinyume chake hakuna ambacho kitamnufaisha mtu. Kwa hiyo sisi tutakiwa tumuhifadhi Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakini kumuhifadhi kwetu ni kwa namna mbili. Kwanza, tusiwe ni wafanyaji wazuri wa ibada machoni mwa watu. Mbele za watu kwa ni watu wazuri wa ibada, lakini tunapokuwa peke yetu ibada tunaziharibu. Yani mtu hafanye ibada vile ipasavyo, kama aya tutangulia kuisoma, alladhina hum an salatihim sahun. Allah hapa anawataja wanafiki kwa kuwa ndio sifa yao kuu ni kuzipuuza ibada za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama wakija misikitini, basi wanakuja ili waonekane na wao wanaswali, alafu huo muda wanaokuja wanakuja muda tayari swala inakaribia kutoka mwishoni kabisa kumwaka, nao ndo wanakuja wanadonoa wanaondoka. Allah Subhanahu wa Ta'ala katika suratul Nisa akawataja, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Hakika wanafiki wanamfanyia hadaa Allah, naye Allah anawalipa hadaa yao. Idha qamu ila salati qamu kusala, wanaposimama kwenye swala wanasimama kivipi? Yurauna an-nas, wanawaonyesha watu. Wala yadhkuruna Allah illa qalila, na wala hawamtaji Allah isipokuwa kidogo. Kwa ibada zao wanazifanya kwa kuonyesha watu tu, ili mradi nao waonekane ni wafanyaji wa ibada, wanaziharibu ibada. Allah Subhanahu wa Ta'ala akawataja vibaya. Kwa hiyo hapa taingia kila mwenye sifa hiyo, na kuna watu wengi wanazembea katika ibada za Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kuzipuuza, ima kwa kuzitoa nje ya wakati kama ni swala, au kwa kuziharibu. Mtu haswali vile ipasavyo. Kama kiiswala kwenye wakati, basi haswali vile ipasavyo, au ataswali nje ya wakati. Wanaume na wanawake wapo ambao wana tabia hizo. Pengine mtu kazi tu zikamshughulisha ikawa ni sababu ya kuitoa swala nje ya wakati. Nitaswali, mwisho wa siku swala imetoka imeingia nyingine. Nitaswali, imetoka imeingia nyingine. Mwisho wa siku mtu swala anaziunganisha kwa sababu tu ya vijikazi ambavyo yuko navyo. Si jambo la sawa. Huyo anaingia katika wale ambao wanazipuuza ibada za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fawailul lilmusallin, wale wao wale wenye kuswali, alladhina hum an salatihim sahun. Kwa hiyo uchamungu ulio bora wenye kunufaisha ni ule wasiri na dhahiri. Sisi tutakuwa tumuhifadhi Allah Subhanahu wa Ta'ala na tujiandae na siku kukutana na yeye, na bora ya maandalizi ni uchamungu, na uchamungu ulio bora ni ule wasiri na dhahiri. Sisi tusiye ni wafanyaji wazuri wa ibada machoni mwa watu, alafu tukiwa peke yetu zile ibada tunaziharibu. Hilo la kwanza. La pili, na vile vile tusiwe ni wenye kujiepusha na madhambi machoni mwa watu, alafu tukiwa peke yetu yale ambayo hatuyafanyi mbele za watu tunayafanya tukiwa peke yetu. Ni katika mambo yenye kuharibu ibada anazofanya mtu.